Mwanzo 2:17. Asawa, lakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Sasa Adamu baada ya kuasi, Mungu alimwambia hakika utakufa. Hii hakika utakufa, hii maana yake nafsi hai ndani ya Adamu iliondolewa, akabaki na nafsi mfu. Kwa hiyo japo Adamu aliishi miaka 930, lakini aliishi miaka hiyo baada ya uasi, kwa maana aliishi akiwa na nafsi mfu. Na kumbuka kwamba tunapozungumza kwa habari ya mauti, mauti ya kwanza kabisa ni ile mauti ya kutengana na Mungu, ile mauti ya kukosa mawasiliano na Mungu, ile mauti ya kuwa na uadui na Mungu. Kwa hiyo ina maana Adamu aliishi miaka 930 akiwa ametengana na Mungu, akiwa na uadui na Mungu, akiwa asikii sauti ya Mungu, atembei na Mungu, hana ulinzi wa Mungu. Hiyo ndio mauti ambayo Mungu alikuwa akizungumzia. Na kwa nini itokea hivyo? Kwa sababu Adamu nafsi yake iliondoka, akabaki na nafsi mfu ambayo ni nafsi iliyokufa. Sasa tunapozungumza kwa habari ya nafsi mfu, nafsi mfu maanake ni nafsi iliyokufa katika mambo ya rohoni, lakini iko hai katika mambo ya mwilini. Ni nafsi iliyokufa katika mambo mazuri, lakini iko hai kutenda mambo mabaya. Kwa maana ya kwamba ni nafsi iliyokufa katika uzima, imekufa katika kusema kweli, imekufa katika kumpenda Mungu, imekufa katika kumtii Mungu, imekufa katika kusikia sauti ya Mungu, ila iko hai kusikia sauti ya uovu, iko hai kusikia sauti ya dunia, iko hai kuishi kwenye dunia. Kwa hiyo japo alionekana Adamu akiishi, lakini alikuwa amekufa rohoni. Na nafsi mfu, hii ndio nafsi ya ujuzi wa mema na mabaya, ambao Mungu amesema kwenye kitabu cha Korinto wa kwanza ile sura ya 15 na ule mstari wa 22. Korinto wa kwanza 15:22. Korinto wa kwanza 15:22. Anasema kwa kuwa kama katika Adamu wote wamekufa, kama katika Adamu wote wamekufa, kadhalika katika Kristo wote watauishwa. Anasema kama katika Adamu wote wamekufa. Kwa hiyo ina maana wale wote waliozaliwa na kwenye viuno vya Adamu, waliozaliwa baada ya uasi, ina maana walizaliwa na ile nafsi iliyokufa, walizaliwa na nafsi mfu. Ndio maana Mungu anasema wote katika Adamu wamekufa. Kwa nini? Kwa sababu wamezaliwa na nafsi iliyokufa, wamezaliwa na nafsi mfu.